على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد تحميد الله سبحانه وتعالى nakumtakia sala na salam kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaendelea na ratiba ya kuelekezana kwa uchache kuhusiana na darasa maalum katika kipindi hiki cha baada salati al-maghrib, na mada yetu ni mada katika manhaj kuelekezana hakika wa maana ya neno salaf. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe katika kuelewa na kufahamu, na ajalie vikao hivi kuwa ni sehemu ya matendo yetu mema ya yaumul qiyama, hata ifike hatua atuhurumie madhambi yetu, ayanyamazie, ayapuuzie, na atuingize katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa vikao kama hivi na mengine katika matendo yetu ya kheri tunayoyafanya, atuwafikishe katika kudumu katika hali hiyo. Ukweli ni kwamba hivi vikao tunapohudhuria, licha ya kuwa akili ya mwanadamu inaweza kudogosha, kaona kwamba ni jambo la kawaida, ni dogo, halina manufaa, lakini wallahi vikao hivi ni tiba kwa mwanadamu, tiba katika maradhi yake, na hasa katika maradhi ya moyo. Kama wanavyoeleza ahlul ilmi ya kwamba hajapata kupewa adhabu kali mwanadamu kuliko adhabu ya alkaswa, ususuwao. Mwanadamu akipewa moyo wa ususuwao, moyo mgumu, anakuwa amepewa adhabu kali sana, kwa sababu moyo mgumu unaweza kumfanya Muislamu aidharau elimu au adharau kila lililokuwa la kheri lenye kumkurubisha yeye na Mola wake, kwa sababu ya ususuwavu wa moyo. Lakini tiba yake ni kuhudhuria darasa, kuhudhuria vikao vinavyozungumza juu ya ilmu, kuhudhuria vikao vya atadhkira kwa ajili ya kulainisha moyo na kuusawazisha na kuufanya utambue njia ya haki ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Katika maneno ambayo wanayaeleza kadhalika ahlul ilmi ni kwamba moyo uliumbwa kwa lengo moja tu kabla ya malengo mengine yote, nalo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Mengine yalikuja baadaye kama ziada. Kwa hiyo mwenye kukaa mbali na sehemu ambazo anatajwa Allah, basi yeye amekaa mbali na lengo la kuumbwa kwake, na wala hayatomnufaisha yale ambayo anayaendea kama mbadala, bali manufaa yake ni kuhudhuria katika vikao vya ilmu, kuwasikiliza
za wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawatanguliza, na hizi nasaha nazitoa nikijitanguliza mwenyewe katika mstari wa mbele katika kujizoesha kuhudhuria vikao vya ilmu, kuwasikiliza ahlul ilmu, lakini pia na kusoma maandishi yao, kwa sababu hiyo ndio salama ya mwanadamu, ndio salama ya Muislamu. Tunaendelea pale tulipokomea jana. Kwa ufupi, jana tuliangalia maana ya neno salaf kwa upande wa lugha. Tukaona ya kwamba salaf kwa upande wa lugha, kwa mujibu wa ahlul ilm, ni kwamba inamaanishwa mtangulizi, aliyetangulia au yaliyotangulia au kilichotangulia. Na kwa upande wa lugha, salaf haijapambanua kwamba au watangulizi au huyo mtangulizi ametangulia kwa mema au kwa mabaya, lakini imeachiwa tu ya kwamba kila aliyetangulia min haithu lugha, basi yeye ni almutaqaddim, yeye ni salaf. Na leo insha Allah subhanahu wa ta'ala tutaangalia maana ya salaf fi shari, katika upande wa kisheria, upande wa dini. Salaf lina maana gani? Na hii ni kawaida katika dini yetu sisi. Kuna baadhi ya istilahi zinakuwa na makusudio maalum zinapotumika, makusudio ya ziada. Ukiachia makusudio yanayotumiwa katika lugha yenyewe, kama lilivyo neno swala, kwa sababu kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu neno swala ni dua, lakini swala katika sheria inakusudiwa kuwa ni dua yenye utaratibu na vitendo maalum, inayofunguliwa kwa takbir na kumaliziwa kwa at-taslim. Hiyo ndio swala. Lakini ukiachia katika upande wa lugha, ni dua kama dua nyingine. Kadhalika neno salaf, kama tulivyoangalia jana katika upande wa lugha, na leo tunaangalia katika upande wa kisheria. Katika sheria, mtu anapolitaja neno salaf akawajibisha watu kuwafuata masalaf au kujinasibisha na usalaf, anakusudia kitu gani? Kwa hiyo tuna ibara ambayo inasema mani humu salafu istilahan, ni nani au masalaf, ni nani huyo salaf katika upande wa lugha. Allah Ta'ala amesema, Allah subhanahu wa ta'ala, wasabiquna alawwalun. Hii aya imewekwa kuwa ni sehemu ya kwanza ya utangulizi katika ibara hii, kwa sababu ni miongoni mwa aya ambazo zimelenga moja kwa moja kutanabaisha na kuweka wazi au kufasiri ni maana ya nini salafi katika upande wa sheria. Allah anasema, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar. Wasabiqun, as-sabiq, kama tulivyoona ya salaf huwa almutaqaddim, as-sabiq utangulizi. Wasabiquna kwa maana ya watangulizi. Allah anasema wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, wale watangulizi wa mwanzo. Na wale watangulizi wa mwanzo miongoni mwa muhajirin, miongoni mwa wale waliohama kutoka Makka kuelekea Madina, wal ansar,
wale waliowanusuru wale waliowapokea au masahaba waliohama kutoka Maka kuelekea Madina. Hapo Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia maswahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hao ni watangulizi katika umma huu. Lakini baada ya watangulizi kuna tabaka jingine linafuata, anasema walladhina tabauhum biihsani, na wale ambao wamewafuata wao kwa wema. Waliofuata wao kwa wema ni kwa maana kupita katika manhaji zao, kupita katika njia zao, katika tabia, katika miamala, katika ibada. Walifanyaje wao? Walielewaje Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume? Walifanyaje ibada? Tabia zao walikuwa wakijipamba na tabia gani? Huko ndio kuwafuata wao kwa wema. Sasa hao waliotangulia wa mwanzo, muhajirina na ansar, na wale watawafuata wao kwa wema, radhiyallahu anhu wa radu anhu, wao wameridhiwa na Allah na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amefungamanisha jambo hilo sambamba na kuwafuata waja wema waliotangulia, akikusudiwa maswahaba wa Bwana Mtume. Kwa hiyo mwenye kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala aridhiwe katika uhai wake, aridhiwe baada ya kufa kwake, analazimika kujifungamanisha na mwenendo wa waja wema waliotangulia, alazimiane na kufuata njia zao. Wa'adta lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na wameahidiwa wao pepo zipitazo mito chini yake, khalidina fiha, wataishi katika pepo hizo milele abadan. Dhalika al-fawz al-azim, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Yeyote ambaye anahitajia ufaulu, na kuhitajia ufaulu ni lengo la kila Muislamu, kwa sababu hakuna ambaye amejiandaa moyo wake eti akaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna. Na kama yuko, basi ni ajabu kwamba mtu amejisacrifice kwamba lolote naliwe bana, mimi nitaingia katika moto, tupotelea mbali. La, atukinge Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na moto wa jahannam. Kwa hiyo malengo ya mwanadamu aliyetimamu ni kuingia katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Utaipataje radhi ya Allah? Allah amefungamanisha jambo hilo na kuwafuata wale waliotangulia waja wema katika huu umma. Qala Sheikh al-Allama Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, amesema Sheikh Muhammad Aman, anasema indama tutlaqu kalimati salaf, pindi linapoachiwa neno salaf, pindi linapotamkwa na kuachiwa, innama na'ni biha min an-nahiyati istilahiyya, kwa hakika humaanishwa katika upande wa kisheria. Mtu akisema wafuate masalafi, acha hili hawakufanya masalafi, likiachiwa tu, basi maana yake inakusudiwa ni upande wa kisheria. Hawezi kukwambia mtu acha maulidi bwana, hawakufanya masalafi, alafu akawa anamaanisha eti masalafi yao ni akina Abu Jahl. Haiwezekani kwa hilo, bali masalafi wanaokusudiwa hapo ni wale ambao wametajwa kuwa ni waja wema, kina Abu Bakar wa Umar na wengineo radhiyallahu anhu. Kwa hiyo pakitajwa as-salaf likaachiwa kama lilivyo, innama na'ni biha min an-nahiyati al-istilahiyya, inakusudiwa katika upande wa kisheria. Ashabu
Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nao ni maswahaba wa Mtume, alladhina hadaru asri, ambao walihudhuria asri yake, walihudhuria zama zake yeye Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maswahaba ndio ambao walikuwepo katika zama za Mtume, sisi hatukuwepo. Kwa hiyo tukisema tuwaige, basi tunawaiga wale ambao alikuwa nao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faakhadhu minhu hadha ad-din mubashara, wakaichukua hii dini kutoka kwake mubashara, basi na kiunganishi live. Walichukua dini masahaba kutoka kwa Mtume basi na mtukati, kama ilivyokuwa kwetu sisi leo hii. Wao walichukua live, wanamuona akifanya, wanamsikia akisema, wanayafanya baadhi ya mambo anayenyamazia. Wao wameichukua hii dini live kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ni nani waliobora kufuata? Wale ambao walikuja baada ya hawa kufa, alafu wakazusha waliozusha katika dini, au waliobora kufuatwa ni hawa ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anateremshiwa wahi au wanashuhudia, wengine wanaandika, yani wahi unateremshwa, Mtume anasoma, wao wanauandika, wanahifadhi. Ni nani waliobora kufuatwa? Ni kweli sisi tuna wajibu wa kumfuata Abul Hasan al-Shadhili, tuna wajibu wa kumfuata Hasan al-Banna, Sayyid Qutb. Ni kweli akina Ilyasa, Muhammad Ilyasa al-Kandahla. Ni kweli tuna wajibu wa kuwafuata watu hao, bali wajibu wa Allah subhanahu wa ta'ala ameelekezea juu ya kuwafuata waja wema waliotangulia, wale ambao waliipokea dini ya Uislamu mubashara kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale walioyafanya tuyafanye, na pale walipokoma wakajizuilia, basi na sisi tukome na tujizuilie. Waqad dhahara hadha al-istilah واشتهر حين ظهر النزاع. ilidhihiri الشيخ محمد أمان anaendelea kusema rahimahullah, ilidhihiri hii kauli au hili jina la as-salaf au as-salafi, ilidhihiri na kuenea hina dhahara nizaa, pindi ambapo ilidhihiri mizozo, mabishano na marumbano katika dini. Wadara haula usuli din baina alfiraq alqalamiyya, na zikawepo katika misingi ya dini, au ikawepo katika misingi ya dini, zikawepo zile jamaa za maneno, makundi ya maneno, makundi ya falsafa, makundi ambayo yalikuja kubadilisha asili ya dini, wakaleta ta'wil na tahnif, wakabadilisha mambo katika asili yake. Baada ya kutokea makundi kama hayo, kama vile al-Qadariyya, baadhi ya ahlul ilmi wanaeleza miongoni mwa makundi ya kwanza kudhihiri katika Uislamu ni al-Qadariyya, na wapo wanaoeleza ya kwamba Ashia al-Rafidha, na hii ndio yenye nguvu zaidi, kwamba kundi la kwanza kudhihiri katika Uislamu lenye kujinasibisha na Uislamu ni Mashia. Pindi alipojitokeza mtu katika Mayahudi aliyeitwa Abdullah bin Sabai al-Yahudiyya, naye alikuwa amejinasibisha na Uislamu,
alikuwa ni mtu mwenye mapenzi na Ahlul Bait, akatengeneza kundi lenye kujinasibisha na Ali na akadhihirisha au akaeneza itikadi ya kwamba Ali ndiye ambaye alistahiki kuwa khalifa wa kwanza kuliko Abi Bakar, na akatengeneza au akaeneza itikadi ya kwamba Abi Bakar, Umar na Uthman wamemdhulumu ukhalifa Ali. Lakini katika Mashia kuna ambao walienda mbali zaidi, wakasema hata utume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulikuwa ni utume wa Ali, bali Jibril akafanya khiana pale alipopewa kazi na Allah ya kwenda kumtangazia utume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilikuwa ile aende akamtangazia Ali, aende akamwambia Ali kwamba wewe umechaguliwa na Allah, kwamba wewe ni mtume, lakini Jibril alayhi salam akafanya khiana, akaenda kumpa utume nani? Muhammad. Wa na'udhu billah, Allah kukinge kutokana na itikadi chafu ya Mashia. Na katika wao kuna ambao wameenda mbali zaidi, wakasema Ali ndiye Mungu, ambao Ali radhiyallahu anhu akawakusanya na akawatia moto. Bali Abdullah ibn Sabai alikimbia kaenda katika maeneo mengine katika kuzidisha kueneza hizo itikadi chafu. Na baada yao wakaja firqatul al-qadariyya, wakapinga qadari, wakasema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajakadiria chochote na hajui chochote, bali yeye ufahamu wake na ujuzi wake ni baada ya mambo kutokea. Kwa hiyo baada ya kuja makundi kama haya, wale ambao walikuwa wanajinasibisha na asili ya dini, wanaoamini qadari, walioamini ya kwamba utume wa haki ulikuwa ni wa Muhammad na si Ali, walioamini ya kwamba ukhalifa ulistahili kwa Abi Bakar kwanza kisha Umar, wao wakataka kujitofautisha na makundi haya potevu. Sasa watajiitaje? Hawa wanajiita Mashia, hawa wanajiita al-Qadariyya, kuna al-Murji'a, kuna al-Jahmiyya na mengineyo mengi. Wakaona kwamba kuna umuhimu wa kujinasibisha kwa majina na wale waja wema waliotangulia, ambao wao tunawaita as-salafiyun. Basi kuna umuhimu sisi kujinasibisha kwa kujitangaza kwa majina, kwamba bwana sisi ni as-salafiyun, sisi ni wenye kujinasibisha na maswahaba. Wao si wanaitwa al-Qadariyya kwa maana wanapinga qadar. Wao si wanaitwa ash-Shia kwa maana kundi lao wanajinasibisha na Ali. Sisi tunaitwa as-salafiyun. As-salafiyun ikimaanishwa ya kwamba tunajinasibisha na waja wema waliotangulia, wale ambao waliipokea dini mubashara kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Niko wazi hapo? Baada ya ibara hiyo sasa kuna hukumu ya kujinasibisha na kujihesabu juu ya as-salafiyya. Hukumu ittiba' wal-ihtisab ila as-salafiyya. Neno sahihi kuwepo katika kipengele hicho ilikuwa ni hukumu ittiba' wal-ihtisab. Sawa? Wale wenye kuweza kubadilisha watarekebisha. Hukumu ittiba' wal-ihtisab ila as-salafiyya, hukumu ya kuwafuata na kujinasibisha na masalafi. Qala Dr. Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari
qibla, anayegeukia qibla, liyusalli lillah, ili asali kwa ajili ya Allah, fardhan am nafla, asali kwa ajili ya Allah faradh au sunna. Muislamu, kila muislamu anayehitaji kuswali lazima aielekee nini? Qibla. Sawa? Anaswali kwa ajili ya Allah kwa kuielekea qibla, iwe ni faradh au sunna. Anasema mwenye kuyafanya hayo, huyo muislamu mwenye kuswali kwa ajili ya Allah, la budda an yaqraa, lazima asome fatihat alkitab, lazima asome ufunguzi wa kitabu, kwa maana ni surat al-Fatiha. Sawa? Wa hiya ruknun min arkani as-salah, na hiyo sura ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Tunaelewana? Kwa maana ikiachwa hubatilika swala, si ndio? Wa fiha qawluhu ta'ala, katika hiyo nguzo ya swala surat al-Fatiha kuna kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema ihdina as-siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Allah amesema katika Qur'an, na sisi hii sura tunaisoma katika kila swala, na ni dua ambayo tunaisoma kwa kuiomba kwa Allah, ihdina as-siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Ai yablugu min Allahi an yahdiyahu as-siratal mustaqim, kwamba huyo anayeswali anaomba kwa Allah aongozwe kuielekea njia iliyonyooka. Sisi tukiswali tunasoma sura al-Fatiha na tunamwomba Allah kwenye sura hiyo, Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Sasa Sheikh anasema, lakini ma huwa hadha as-siratul mustaqim, lakini je, ni ipi hii sura, ipi hii njia iliyonyooka? Alladhi, njia ambayo natlubu min Allahi an yahdiyana ilayhi, tunamuomba Allah tuongoze kwayo. Ni ipi njia iliyonyooka ambayo tunamuomba Allah tuongoze? Tunajua Sheikh anasema aljawab, faqad akhraja al-Imam Ibn Jarir, amepokea Imam Ibn Jarir au ameiweka Imam Ibn Jarir fi tafsirihi, katika tafsiri yake, bisanadin hasani, kwa sanadi iliyo nzuri, anna Hamza ibn Mughira, ya kwamba Hamza ibn Mughira nisema sa'altu Abul Aliya, nilimuuliza Abul Aliya. Huyu Hamza bin Mughira anasema nilimuuliza Abul Aliya, naye ni katika tabi'in. Abul Aliya ni katika matabi waliosoma kwa masahaba. Tunaelewana nikisema tabi'a? Wanafunzi wa maswahaba. Maswahaba ndio wamepokea dini kutoka kwa Mtume, na wao walikuwa na wanafunzi wao. Miongoni mwao ni huyu Abu al-Aliya. Sawa? Sasa Hasan Hamza ibn Mughira anaeleza kwamba yeye alimuuliza Abu al-Aliya an qawli Allah ta'ala, juu ya kauli yake Allah, ihdina as-siratal mustaqim. Hivi hii aya au hii kauli ina maana gani? Ni ipi njia iliyonyooka? Sawa? Akajibu Abul Aliya, akasema huwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hiyo njia iliyonyooka nani? Ni mtume wa Allah, wa sahibahu min ba'di, na masahaba wake baada yake. Wa sahibahu kwa maana ni masahaba wake wawili, Abi Bakar wa Umar. Hiyo ndio njia iliyonyooka.
tunapomwomba Allah tuongoze katika njia iliyonyooka, tunamuomba Allah atupitishe katika njia waliopita mtume na maswahaba wake. Sumairana naam قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده لما صحابه wake baada yake Abi Bakari na Umar. قال akasema nani huyo? Hamza bin Mughira. Sawa. Wa ataitu al-Hasan, nikamwendea al-Hasan al-Basri. Sawa. Akaenda kwa al-Hasan, naye ni katika matabiina wakubwa. Fa akhbartuhu bidhalika, nikamwambia swala hilo, yani nikamwambia kwamba bwana nimekutana na Abu al-Aliya, nikamuuliza maana ya as-siratul mustaqim, akaniambia mtume na maswahaba wake. Tumeelewana? Al-Hasan akajibu, akamuuliza yani ma ra'yuka, ni ipi rai yako juu ya jibu lake hili? Faqal sadaqa wa nasah, amesema kweli na ametoa nasaha. Yani amesema kweli, hicho alichokujibu ni kweli. As-siratal mustaqim ni nini? Ni mtume na maswahaba wake. Lakini pia kwa jibu lake hilo alilokupa, amekunasihi juu ya kushikamana na njia hiyo. Sawa. Turidu an yahdiyaka Allah as-siratal mustaqim, ikiwa unahitaji akuongoze Allah katika njia iliyonyooka, falzam sunnata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi lazimiana na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Walzam sunnat ashaba, lakini pia lazimiana na sunna za masahaba wake. Nisema Allah subhanahu wa ta'ala, waman yushaqiq ar-rasul, na yule ambaye ataacha kumfuata mtume, an yushaqiq kwa maana akajitengenezea upande, akajitengenezea mwelekeo usiokuwa ule wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akashika upande usiokuwa ule ambao ameuelekea mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana waman yushaqiq ar-rasul, mwenye kupondoka akaacha kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa yeye na uongofu, ametambukiwa yeye na ilmu ya kwamba njia ya haki ni njia ya bwana mtume, alafu mtu akafanya inadi, ayacha akafuata njia isiyokuwa ya bwana mtume, wayattabi' ghayra sabili al-mu'minin, na akaifuata njia isiyokuwa njia ya waumini. Waumini hapa ni nani? Waumini nani? Waumini hapa ni maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mwenye kuacha kumfuata mtume akapata njia ambayo isiyokuwa ya waumini, kwa maana njia isiyokuwa ya maswahaba, Allah subhanahu wa ta'ala anasema muwallihi ma tawalla, tunamwelekezea yeye huko anapoelekea. Wewe si sufi tipikale maulidi na wewe na dufu, hata ukaambiwa kwamba hiyo njia si njia ya haki, maswahaba wajafanya, ukasema punje moja thawabu ngapi? Thawabu punje moja thawabu 10. Hata kuna haja gani ya kuswali? Ukaelekea huko, basi huko unapambiwa, yani unaona kana kwamba hii dini ndio maulidi pekee. Na ndio maana unakuta mashehe wengine wa kimaulidi hata kuswali hawaswali, hawana haja wao na swala, kwa sababu wanasema wamefikia manzila ambayo hata baadhi ya maswahaba hawakufikia. Wana imani kali na daraja waliofikia wao, hawana tena kufanya taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wana daraja ya juu, tena daraja ambayo imezidi hata daraja ya bwana mtume sallallahu. Kwani mtume aliacha swala? Ikiwa
kuacha swala kwa manzila waliofikia, maana wao wanajinasibisha na daraja iliyo ya juu kuliko ya nani? Bwana Mtume. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, tunamuelekezea yeye huko anakoelekea na mafikio yake ni motoni. Mafikio yake ni motoni. Yeye simpenda dufu, piga dufu, lakini mafikio ni wapi? Ni motoni. Wasaat masira, na ni mafikio mabaya zaidi wapi? Motoni. Atukinge Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na moto. Waqala ta'ala, na akasema Allah aliyetukuka, wasabiquna alawwalun, umeipita hii aya, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin walansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Al-aya. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hadith al-Irbad bin Sariya, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadith ya al-Irbad bin Sariya, hadithi ambayo wengi katika wanafunzi wa sunna wamehifadhi hadithi hii, na kama bado watafanya hima, kwa sababu ni egemeo miongoni mwa maegemeo ambayo sisi tunayaegemea katika mapito yetu ya kisunna. Anasema Irbad bin Sariya, na hapo imewekwa kipande cha hadithi, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idatun bari'atun wajilat minha alqulub wa dharfat minha aluyun, faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idatun muwaddi' fa'awsina. Irbad bin Sariya radiyallahu anhu anasema alitupa mauidha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mauidha ambayo balighatun wajilat minha alqulub wa dharfat minha aluyun, ni mauidha ambayo yalifika kwelikweli, yaligusa mioyo, zikatesema nyoyo kutokamana na mawaidha hayo, na macho yakatoa machozi. Yalikuwa ni mawaidha ambayo yenye kugusa hisia za masahaba. Walipomsikiliza wakasema, ewe Mtume, mbona kana kwamba mawaidha haya ni ya mwenye kutuaga? Basi ikiwa unatuaga tuhusie. Sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawahusia, akasema tunalihifadhi, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Akaanza na nini? Wasia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana? Wastami' wat-ta'a, hakadha. Na nakuhusieni pia kuwa wasikivu na watiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi, na hata kama yani muwe watiifu na wasikivu hata angetawalishwa kwenu nyinyi mtumwa. Na hapa ni miongoni mwa ahadithi ambazo sisi tunaegemea kuwa dalili ya kuwatii watawala, basi na yale ambayo wanatuamrisha juu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa maamrisho yao hayafungamani na maasi ya Allah, basi sisi ni wajibu kuwatii. Sawa. Hata kama watawala hao wakawa ni watu duni wa dhalili, lakini tunawajibishwa kuwatii. Tunaelewana? Wa in ta'ammara alaykum 'abd, hata angetawalishwa kwenu mtumwa. Wanasema asili mtumwa hawezi kuwa mtawala, kwa sababu mtawala ni mtu ambaye ni huru, si ndio? Lakini
Je, ikiwa huyo anayemiliki mtumwa ndio ametawalia eneo, alafu katika moja katika watumwa wake akamchukua akamtawalisha sehemu, tafanyaje? Kamtii. Sawa? Tena mtumwa huyo akanasibishwa na watu Habesh, Ethiopia ya leo, kwa maana huyo ni mweusi. Tuelewana? Ni mweusi. Hata kama ikawa kuna ile kasumba ya kwamba watu weusi ni watu madhalili, hata kama ikawa hivyo, basi ni wajibu kufanyaje? Kumtii. Tuelewana? Anasema fa innama man ya'ish minkum fatara ikhtilafan kathira, kwa hakika yule ambaye ataishi muda mrefu miongoni mwenu atakuja kuyaona mambo mengi yenye kutofautiana. Ikhtilaf, mikhalafa, atakuja kuona bid'a nyingi. Tumeelewana? Huo ni ugonjwa, yaani huo ni ugonjwa. Kuchipuka na kumea kwa bid'a ni ugonjwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa tiba, fa alaikum bisunnati. Sasa nyinyi mtapoona jambo hilo na kunasihini, shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'u ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, na sunna za makhalifa wangu waongofu walioongozwa. Tunaelewana? Ni nani hao? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bil khusus Abi Bakar wa Umar wa Uthman na nani na Ali. Addu alaiha bin nawajid, zingateni sunna hizo kwa magego. Kwa nini amesema magego Mtume sallallahu alaihi wasallam? Magego tunayajua. Kwa nini amesema magego na kusema meno ya mbele ya starehe? Kwa nini amesema magego? Ndio, kwa maana yani meno ambayo mtu aking'ata kwayo inakuwa ni ngumu kumnyang'anya hicho alichong'ata. Kwa hiyo shikamaneni kweli kweli na hizo sunna. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, basi ole wenu nyinyi na mambo yenye kuzushwa, jiepusheni nayo hayo mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla bid'atin dalalah, kwa hakika kila bid'a ni upotevu. Allah tuwafikishe kuyatambua haya ambayo tunatambua katika darasa hii tuliyoipita, kwa chache kwa yale ambayo yanatokana na mapungufu, basi ni kwa dhaifu ya elimu tuliyokuwa nayo. Ila waombeeni Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika hamu ya kuipata elimu na kujitahidi katika kuhudhuria vikao vya elimu hata baada ya kuwa mmeondoka katika makamu hii au katika sehemu hii mliokuwa nayo, ili yale ambayo sisi tunaanza yale ambayo sisi tunaanza kufahamishana huko mbele, mtapata faida kubwa kwa wale ambao sisi wametuzidi kwa elimu na ufahamu, wametuzidi hata kwa ufasaha wa kuzungumza na kuelekeza. Ila huo ni mwanzo, na kilichopo hapa ni kwamba ni kama vile baba na mama wameondoka, wameenda shambani, nyumbani watoto wamecheza, wamewasha moto, nyumba imekuwa moto, au moto umetoka kulipotoka, nyumba imewaka moto. Watoto hawawezi kukaa nje wanalia eti wanamsubiri baba na mama azime moto, basi la kujua baba na mama watarudi muda gani. Bali mtoto mwenye jitihada na juhudi anatakiwa kutafuta ndoo ilipo, tafuta maji yalipo, jitahidi kufanyaje? Kuuzima moto, angalau ataokoa kila ambacho anaweza kukiokoa. Hii ndio nafasi ambayo sisi tunaisimamia katika maeneo yetu. Hatuna elimu hiyo ya kujibebesha majukumu haya tuliyoyabeba, lakini tukinyamaza sisi akanyamaza na mwingine katika jamii yetu,
kimya, lakini mahizni, masufi na mashia na wengineo katika makundi potevu hawanyamazi, wanaendelea kupiga dawa, wanaendelea kulingania na kujenga misikiti. Hata itakuwaje tukinyamaza sisi tukasubiri eti mpaka alimu wazungumze? Lini? Ni kizazi gani hata kidiriki? Lazima sisi tuliokuwepo kwa kila ambacho tunakitambua kupambane, kukieleza, kufundisha. Huenda kwa juhudi chache Allah subhanahu wa ta'ala akafungua mioyo ya watu, akathibitisha ile hamu ya kutambua Uislamu, watu wakatafuta ilmu, wakasoma, wakaujua Uislamu wa haki, wakaueneza na sunna ikasimama. Na inaposimama sunna, bid'a inaondoka. Kielewana, sababu hayawezi kusimama mambo haya mawili pamoja, bid'a na sunna. Lazima kimoja kitaondoka, na sunna inaposimama, bid'a ni yenye kuondoka. Kwa kufikia hapa, kuna mafunzo darasa, swali, kama kitu nyingine siendelee, na wakati mwingine insha Allah subhanahu tutaendelea katika kipengele kibaki. Mpaka kufikia hii leo